Zile hela ambazo ulikuwa unatuma kwa ajili ya ujenzi, nadhani unaona nyumba sasa ilivyokamilika. Tumefikia hatua nzuri kabisa ya renta, kwa hiyo hapo bado kupiga tu kenchi na zile hela bado zipo. Sasa kwanza nikushukuru mdogo wangu. Ndiyo. Kwa eneo hili ulilochagua. Hata marafiki zangu nikiwaleta wataenjoy. Ndio maana nasema huu upepo wa TANESCO utakuwa unakupiga moja kwa moja wewe. Kwa hiyo hicho kimekaa sawa. Kweli. Na wale washikaji zangu nikitoka nao kule wakija hapa. Unajua sisi ambao tuko huko ugaibuni, wamekuwa watu wakitutapeli sana. Ni kweli. Tunatoa pesa, unamwagizia mtu, hakufanyi kitu kama hichi. Nashukuru sana mdogo wangu. Ndio maana mimi kuwa familia na wewe. Nakushukuru sana. Asante mdogo wangu. Habari fundi? Salama kabisa, kwema? Salama. Ndio. Naona kazi inaenda. Bana fundi, mimi ndio mhusika wa hii nyumba. Wewe mbona kama sikufahamu? Wewe ndio mhusika kweli? Ni mdogo wangu ndio alikupa kazi. Mbona mimi nawashangaa? Nyinyi si mabosi zangu. Kuna bosi wangu ambaye aliniweka hapa namfahamu. Umfahamu huyu? Hapana, mimi bosi wangu namfahamu, sio wewe. Sio huyu? Mama. Sio huyu? Hakunipa kazi mimi. Fundi, acha bana. Mbona hiyo Swahili mnakwenda? Habari sasa. Salama. Fundi, vipi tena? Mimi nawashangaa, ndio nimewaona wanasema eti eneo lao hii. Sasa eneo lao vipi wakati ile eneo imenunua mwenyewe? Mbona kama mnavamia eneo lao kiongozi? Habari kama mnavamia eneo, unakwenda? Mimi kiongozi. Tumekuja kuangalia amani ya jengo. Wa kwenu? Hili eneo nilimtumia hela. Mimi niko South Africa ugaibuni huko. Kwa nilimtumia hela mdogo wangu huyu. Nilipomtumia hela mdogo wangu akaanza kunijengea hii nyumba, tangia foundation ananitumia picha. Na kiwanja ninacho na kila kitu kipo. Mdogo wangu vyote anavyo. Una vielelezo au muuziana kwa njia ya simu? Anavyo kiongozi. Vyote anavyo. Sasa wamekudanganya, hii nyumba kwangu kabisa. Sasa huyu naye fundi namwambia kaa kwenye kodi, akae kwenye kodi. Anataka mimi nikale wapi sasa?